na nyie na mnatutia nguvu, mnatupa nguvu ya kuendelea na mapambano. Tunapita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, lakini tukiwa na nyie tuko imara. Ninawashukuru sana kwa niaba ya chama chetu. Nataka niseme mambo kadhaa mbele yenu. Jambo la kwanza, tuko kwenye operation kubwa ya chama, operation ya no reforms no election. Chama chetu katika wakati mbalimbali kimeibua ajenda kubwa katika nchi hii. Ajenda ya kwanza iliyoungwa mkono sana na wananchi ni ajenda ya wizi wa mali za umma, ajenda ya ufisadi iliyoasisiwa na Dr. Slaa na Tundu Lissu pale Mwembe Yanga. Ajenda ya pili ilikuwa ni ajenda ya utetezi wa rasilimali za nchi yetu, wizi wa madini na usafirishaji wa mali ikiwemo wanyama hai na kuacha Watanzania wakiwa maskini, iliungwa mkono sana na nyie Watanzania. Ajenda ya tatu ni katiba mpya, na hizo ajenda ziliungwa mkono sana na zilisababisha mashambulizi makubwa dhidi ya chama chetu. Ajenda ya nne ambayo imeungwa mkono na taifa zima ni ajenda ya Watanzania kutaka uchaguzi huru utakaowapa viongozi wanaotokana na kura zao, ajenda ya no reform no election. Na imesababisha serikali imechanganyikiwa, imechizi. Serikali inatumia kila aina ya mbinu kujaribu kuiua Chadema. Mnisikilize, kuna mashambulizi mengi yamefanywa. Shambulio la kwanza ilikuwa ni kutumia watu tuliokuwa nao kuandika barua kwa msajili kwa maagizo ya msajili mwenyewe kwamba wapinge uchaguzi wa ndani ya chama chetu, uchaguzi ambao ulikuwa most transparent election, uchaguzi wa wazi uliorushwa na TV zote, kila Mtanzania akaushuhudia na taifa zima halikulala, ikiwemo rais hawakulala wakiangalia uchaguzi wa chama chetu ulivyokuwa wa wazi, huru na haki. Kila mtu aliona ule uchaguzi ulivyokuwa huru, haki. Wakaandika hiyo barua mwezi wa 3, wakaipeleka kwa msajili. Lakini vile vile wakatumia viongozi tuliokuwa nao kutoka Zanzibar. Aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kwa miaka 15 kutoka Zanzibar akaandika kesi ambayo aliifungua akishirikiana na msajili msaidizi Sisti Nyahoza, kwa kufungua kesi kwamba Zanzibar inadhulumiwa na sisi wa bara na chama kutoka bara. Basi tukasema kama kuna dhuluma, si maombi angekuwa sasa ni hizo mali zigawanywe kwa haki. Lakini badala ya kuomba maombi hizo mali zigawanywe kwa haki, akaomba maombi kwamba chama kizuiliwe kufanya kazi zake zote za kisiasa. Kwamba wewe unadai mali haigawanywi kwa haki, lakini unataka watu wa Ngarenaro wasikae kikao cha chama kujadili masuala ya chama, watu wa Tarime wasikae kikao cha chama kujadili masuala ya chama. Hiyo inawaambieni nini? Kwamba mtu aliyekuwa madarakani kwa miaka 15, yeye ndio alikuwa madarakani, ametoka juzi, hakuwahi kuona Zanzibar inadhulumiwa akiwa madarakani. Ametoka tu ndio akakumbuka kwamba Zanzibar inadhulumiwa na bara. Hiyo ni vita ya pili. Vita ya tatu ikawa ni kumkamata mwenyekiti wetu tukiwa Mbinga, wakamfungulia kesi ya uhaini ya uongo. Mtu aliyepigwa risasi 16, Mungu akamuokoa, amesimama akiwa na risasi mwilini mwake. Kesi ya uhaini, watu wa Arusha, hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa ukikutwa guilty. Wanajaribu wamuue. Wakategemea chama kitapara rais, kitarudi ndani, kitaenda kulia free Lissu, free Lissu. Tulipokutana kwenye kikao nilichokiongoza, tukasema akipigwa mmoja wetu risasi, tuliobaki tunasonga mbele ili tudai haki.
tukaanzisha na tukaendelea na operation aliyokuwa ameianzisha Tundu Lissu. Tulipoenda kanda ya Ziwa, mapokeo yamekuwa makubwa kuliko walivyotegemea. Wakajaribu na kuanzisha chama kikaragosi. Hizi zote ni mbinu za kujaribu kuishambulia Chadema, lakini nyie wa Tanzania mmekataa kuona Chadema inakufa mbele ya macho yenu, mnaendelea kuiunga mkono. Sasa jana mmemsikia msajili amesema kwamba anaifutia Chadema ruzuku, anatishia kukifuta chama hiki kinyume cha utaratibu wa sheria. Tukijaribu kueleza mambo yote, hata hiyo barua yenyewe ya huyo aliyelalamika, mwanzo aliandika kama anamwandikia msajili rufaa. Sisi tukamjibu msajili kwamba wewe sio mamlaka ya rufaa ndani ya chama chetu. Chama chetu kina vyombo vyake vya kufanya rufaa kama mtu ana malalamiko. Kwa hiyo kama mtu amekuja kwako, mwambie arudi ndani ya chama, ashughulikiwe ndani ya chama. Msajili akamwambia toa hiyo barua, andika barua kama malalamiko. Kwa hiyo barua yenyewe imeandikwa na msajili, yeye ndio mshtaki, yeye ndio mlalamikaji, alafu yeye ndio jaji anayetaka kutoa hukumu dhidi ya chama chetu. Sasa ndugu zangu, maamuzi ya tuliotoa tarehe 23 na tarehe 24 ni maamuzi ya kamati kuu ya chama chetu, hayakuwa maamuzi yangu binafsi. Chama chetu kilisema barua ya msajili ni batili kupitia kamati kuu ya chama chetu. Sasa na kinaendelea kutambua viongozi wetu wale tuliowateua kwenye baraza kuu la tarehe 22. Tunafanya nini baada ya hapo? Tumeitisha kamati kuu ya chama tarehe 3. Tutarudi kwenye kamati kuu kujadili barua ya msajili na tutatoa mwelekeo wa nchi ni wapi tunaelekea. Nataka nitumie nafasi hii kumwambia Rais Samia, kwa sababu najua ndio yuko nyuma ya hili jambo, kujaribu kuishambulia Chadema na ajenda yake. Rais Samia, ukijaribu kufunga mbinu za kidemokrasia za watu kudai haki yao, watu wanauawa, watu wanatekwa. Mimi nimeambiwa jana kwamba niangalie sana namba zangu zinahesabika. Nataka niwaambie watu wa Arusha, sitakimbia nchi hii hata dakika moja. Nitakuwepo kama damu yangu itamwagika katika kutetea haki na usawa katika nchi hii, na imwagike, lakini msirudi nyuma, tusonge mbele mpaka tutakapopata mabadiliko ya nchi. Ndugu zangu wa Tanzania, huyu msajili ni adui wa demokrasia ya nchi yetu. Alifanya hivyo kwa CUF. Mbatia Lipumba aliyejiuzuru mwenyewe mbele ya uso wa dunia, akatoka kwenye chama, akabaki Maalim Seif. Lipumba akaenda akakaa miezi iliyotosha, akarudi, msajili akapora chama, akamkabidhi Lipumba na akampa ruzuku Lipumba. Msajili huyu ameipora NCCR kutoka kwa James Mbatia, akakabidhi kikundi kingine cha watu. Leo tarehe 28, Mahakama Kuu ya Dodoma imesema uamuzi aliofanya msajili ni uamuzi wa kihuni, ulivunja sheria, chama kirudi kwa Mbatia. Kwa hiyo msajili anahusika kuua chama, anahusika kuua vyama ndani ya nchi. Ni adui wa demokrasia ya nchi yetu, anataka kujaribu kuiua Chadema. Nataka nimwambie hataweza, na Chadema haiwezi kufa, itasonga mbele kutafutia Watanzania mabadiliko. Watu wa Arusha, kwa nini tuko hapa kuzungumzia uchaguzi? Kwa nini tunazungumza? Kila aliyepanda hapa anasema kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi. Hii hapa ni katiba ya nchi yetu. Ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa